Naitwa Rukia Salumu Ali kutoka Manzese Midizini. Mimi nimezaliwa hivi kwa tumboni kwa mama, ila mamangu nizaa na kufa. Mamangu nizaa kufa, nikapata stori kwa mama mdogo kama mamako kakuzaa na kufa. Kwa mama nyesi sijamuona. Lakini nikamuuliza mamangu aje, akaniambia hivi mamako kuzaa kufa, ngabidi kamlea, kanilea yeye na mimi nikajua ndo mama yangu. Akaniambia mimi sio mama yako, mamako alishakufa. Basi nikaendelea kuishi naye kama hivyo. Kama ndo paka sasa namjua kama ndo mama yangu. Nilisoma shule ya msingi Kombozi. Mpaka nimemaliza darasa la 7. Vitoka majibu yalitoka, nikaambia nimefeli, basi nikashukuru Mungu. Maisha yangu ndio yalikuwa mazuri. Nilimaliza shule. Nikabidi nikaenda zunguka, nikawa nikana mamangu mdogo vile vile. Mpaka nimaliza shule tena darasa la 7, kanibidi tena majibu yashatoka, ushadondoka, inabidi utulie tu nyumbani. Nikamwambia haya, nikakaa ndo nikapata ujauzito wa mwanangu. Nikabidi nikamwambia bana basi, akaniambia wewe sikuachi mimi mwanangu, usisi kulea wewe mama yako, tukaniachia wewe na wewe na mtoto, na mimi nimezaliwa peke yangu mamangu. Naenda naye, mtoto akakua, akasema basi mtoto akakua, nikakaa nikafanya tena incident, nikapata ujauzito mwingine. Ndipo huyo mimba nyingine ya pili, kabla nishamaliza na shule na nishaza mtoto mwingine wa pili. Nilikuwa na mtoto wangu wa muda, na kaenda naye akapata ujauzito naye. Ndio nashangaa mtu kumwambia mimi nina mimba, akasema hiyo mimba sio ya kwangu bwana, mimi naibeba hiyo mimba sio ya kwangu na utajua mwenyewe. Na mpaka alinipa hadi hela nikatoa. Nikamwambia mimi siwezi nini, nikatoa. Niangalia mimi nimezaliwa peke yangu, sina kaka, sina dada, sijui ananizika nani, atuna nini. Basi nikabidi nzanga mdogo akaniambia sasa mimi nitafanyaje? Mara kwanza nilifanya bahati mbaya, nikajua bahati mbaya hii tena mara pili. Sina jinsi. Ila jambo ambalo nitakalosema sitolisahau kutokana na historia yake ya huko alipoanzia nyuma, kutokana na maisha yake alivyokuepo mpaka alipofikia hapa, kutokana na kukataliwa na mwanaume afu alikuwa ni mjamzito. Iko ni kitu ambacho kwa kila mwanamke lazima kimuumize. Na kutokana na hali yake, mtu kama huyu anapewa ujauzito, alafu bado mtu hapo anakataa ujauzito, anakimbia ujauzito wa mtu kama huyu. Kuna wanaume wengine kweli hawana ubinadamu kwa kitendo kama walichomfanyia dadangu Rukia hapa. Anahangaika, anateseka hivyo, yani kusomesha watoto wake, kuhangaika nao, aliyakuwa mwanaume alompa ujauzito ndo angetakiwa ampe msaada kamili hapa alipofikia kutokana na hali yake. Hiyo ndo story ambayo hata mwanamke mwingine, hata ni mwanaume ambaye mwingine mwenye roho ya ubinadamu, ukimhadisia ili swala, aiza yeye mwenyewe akimhadisia, kila mtu linamuumiza. Ule mtoto nikaenda shamuongezea familia ya watoto wawili. Sasa shamuongezea familia ya watoto wawili, nikabidi bwana zunguka tu nende mwenyewe mjini nikapata riziki, nikaomba huko mjini nipate riziki baada nisaidie wanangu afu mamangu mdogo. Ndio naenda kwa mwenyewe kwa naenda kuomba nikirudi nikipata wanangu wende shule, kama mmoja kwa darasa 7, mwingine kwa darasa la 4.
napambana mwenyewe. Hela za mtihani, nikiambiwa hela za nini, naenda mjini hivyo hivyo naomba, nikirudi napata hela, nasaidia wanangu. Katika watoto zangu wawili, hamna hata mtoto anahusiana na baba yangu. Mimi mzio, nikishamwona mbele ya mtu, wana mimi niko hivi na hivi na ujauzito wako, kakakataa. Na baba akiona kwa hali yangu, baba ndo kakataa. Ndio maana nikaona ya nini wao na ngumu mwenyewe atanisaidia. Mimi ndio maana mwenyewe napambana mwenyewe. Au na dini wasaidia wanangu. Kama hivyo nikipata mtu mfadhili akinisaidia, nitashukuru. Tofauti na hiyo ndo kama hivi, mwenyewe kuna muda analalamika kutokana na mazingira ya kodi, anahangaika kama hivi mnavyosema swala la kupika, maana unakuta kuna kipindi anarudi anakuwa amechoka mpaka aanze kuwasha mkaa, unakuta muda umeenda. Unaona, hiyo ndo changamoto anayopitia. Nakaa nyumba mwenyewe kupanga na hiyo kodi, yani ningepata mtu lakini yeye hivi nikipata vyumba viwili vingapi nitashukuru, au biashara nifungulie nipuke tu na ile mizunguko wa kuzunguka barabarani. Yote kama nikifungua naweza nikafungua duka au nikafungua ni hoteli niweke watu mradi niwe nisizunguke mtaani. Tembea barabarani kama vile napishana na magari, napishana na manini, mabaskeli, mapikipiki, mabajaji na ipushana nayo. Kiufupi mazingira yake ni magumu. Kama hivi mnavyoona kuwasha moto, akirudi usiku muda mwingine, yani changamoto ni chooni huko, kama kulivyo mazingira yake ni mabovu. Anapata shida. Akirudi labda wakitaka kutoka kwenye pikipiki, inabidi kama watu wa nini, inabidi tumbebe tumpakishe kwenye pikipiki. Muda mwingine chooni kuna kuopo kumenyata, inabidi ajisaidie ndani tukamwage hivyo. Yani kwa kifupi anasaidiwa na kila mtu. Jina naitwa Musa Sadiki Daru. Mimi nyingine mama ananitaga nimsaidie, anitume sokoni namnunulia sokoni vitu, mafuta kama hivi na mboga na unga tu basi. Ama mafuta 500. 500 marukia kanituma. Changamoto ninazopata kama ningeenda chooni, lazima nisaidiwe na majirani. Wewe Masania, naomba unisaidie. Mimi mlemavu wa miguu, mgongo wa chini na sota. Naomba unisaidie. Sina pa kukaa kama hivi nipange kwenye vyumba vya nyumba za watu. Mimi nikipata unisaidie hata vyumba viwili na mimi nipate kustilika, na unifungulie na biashara. Nipate na mimi kuepukana na ile maisha kwenda kuomba mjini huko, kuepukana na magari, kuepukana na mapikipiki. Kama juzi nimepushwa na kugongwa na gari. Na niomba nisaidie na mimi nitoke kwenye bara hilo. Watoto wanataka kula, watoto wanataka kwenda shule, wote wananitegemea mimi. Kama mmoja kesho kutwa watu wanamaliza mtihani darasa la 7, bado anataka kwenda form 1 hapo. Inabidi tena nipambane, mwanangu atabidi aingie form 1. Naomba mama unisaidie. Mama, kama unasaidia uwe mpate mtungi wa gesi, niepukane na mambo ya mkaa, nishati safi. Naomba unisaidie na mimi nipate hata mtungi wa gesi, niepukane na mkaa kila siku. Naomba unisaidie mama yangu.